ambayo zaidi yatakuwa kuangazia je wanaweza kufikia mwafaka. Ni katika kipindi ambacho kama upepo wa Donald Trump umepungua, yani tenki la mafuta la Trump linapoteza, yani linapungukiwa, kwa sababu ile pressure ya awali ya Trump ya kumaliza huu mzozo ilikuwa kwenye mwelekeo mzuri, lakini kwa sasa kadri ukitazama ni kama vile upepo unakata kwa Donald Trump, kuwa na hii vita kama imeisha mpalia, kama imeshindikana. Inawezekana kuwa Putin anachofanya ni kutaka kumdhihirishia Trump kuwa wewe unachokizungumza sio halisi, yani wewe unavyozungumza kunijua mimi si kweli kuwa unanijua, kwa sababu wanajinasibu sana kuwa mimi tunafahamiana na Putin, nikimwambia mimi anakubaliana. Sasa Putin anachokifanya ni kulazimisha kuwa Trump hunijui, yani kile unachokiwaza kuhusu mimi siko hivyo kabisa. Ndio maana unaona kuwa kadri anavyowaaminisha watu kuwa Putin yuko hivi, Putin anakuja kujibu kingine kabisa, kuonyesha kuwa nyinyi kati yenu hamkuwahi kuwa na uhusiano ambao wa kusema kuwa mnajuana kwa kiwango hicho. Ndio kinachodhihirisha. Sasa mazungumzo ya mwisho ya Ankara yalitoa majibu ya mateka kuachiana kwa pande mbili. Ile ilikuwa inaitwa swap deal. Mateka 1000 walitoka kwa pande zote mbili. Sasa wanaenda kukutana kwenye mazungumzo ya Istanbul ambayo hayana sana matumaini, huku yakitoka katika kipindi ambacho wameshambuliana sana. Kipindi ambacho wameshambuliana sana, yani kwa pande zote mbili. Ni jana tu Ukraine wamefanya mashambulizo upande wa pili, kulenga miundombinu ya treni wakaathiri. Yani ni kipindi ambacho vita kama unajua ile mwiba wa samaki ukikaa kwenye koo, ndio unaweza ukasema mwelekeo wake unakuwa vile mwiba wa samaki upo kwenye koo. Sasa unashindwa kumeza, unashindwa vyovyote itavyokuwa. Hiyo ndio Trump hali ilivyomkalia hivi sasa, unaweza ukasema kwenye hii vita ya Urusi na Ukraine. Lakini mazungumzo yanaendelea huko. Hiyo ni sehemu moja.